Kama vyombo vya habari tuko na ama kupitia idhaa hii tuna nafasi ya kuweza kujuza msikilizaji kwamba chochote kile kinachojiri nje na mipaka ya taifa lolote lile duniani, na namna hiyo tunachukua fursa hii namna hiyo kutoa kwanza pole zetu kwa wale ambao wamefikwa na msiba huu, ambapo mauti mnampata kiongozi wa chama cha ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga, kiongozi wa ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga, ambapo mauti umeweza kumpata, na namna hiyo ina taifa la Kenya linaingia katika msimu wa maombolezo, na kote duniani wale ambao walimfahamu mzee Raila Amolo Odinga anasema kwamba baba Raila Odinga, pumzika kwa amani, pumzika na amani baba Raila Odinga. Labda ndio message yetu kama idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kwa sababu ni mzee ambaye amefanya kazi ya wanasiasa kwa muda mrefu, tunamwenzi sana. Yani kifo chake, ndio wakati mwingine wakati ambapo unapokea taarifa unakosa maneno wakati mwingine ya kuweza kuelezea, kwa sababu ni mtu ambaye unamtazama katika hatua yake, katika mwenendo wake alichokisimamia, ndio vitu ambavyo namna hiyo. Raila Odinga, mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika historia ya Kenya na barani Afrika, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 kutokana na mshtuko wa moyo. Hata mimi hizo habari ambazo mimi niweza kuzipokea, ndio maana niko na tafsiri katika kule kutafsiri, nilipata ile kadi ya Karesa, maana hiyo vyombo vya ndani vya India vinazungumza kiongozi wa zamani wa upinzani amekumbwa na umauti nchini India alipokuwa akipokea matibabu. Msikilizaji, sasa hivi moja kwa moja ni kwa sababu tuko kwenye matangazo ya mbashara haya, moja kwa moja tunaenda kupokea kwamba kidogo maelezo kidogo, alafu baadaye tutakuwa tunaendelea ndani ya dakika hizi kadhaa kabla ya kupokea Afrika Leo mchana. Tusikize haya. Afrika kwa jumla imeingia katika kipindi cha majonzi makubwa kufuatia kifo chake aliyekuwa waziri wa zamani wa Kenya na kiongozi wa upinzani wa muda mrefu Raila Amolo Odinga. Kulingana na taarifa iliyotolewa na familia yake na viongozi mbalimbali wa nchi hiyo, ni kwamba Odinga amefariki katika hospitali moja kule Kochi nchini India, na chanzo cha kifo chake kinasemekana kuwa ni mshtuko wa moyo uliompata akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Raila Odinga alikuwa kiongozi mashuhuri aliyejitokeza katika ulingo wa siasa kama sauti ya mageuzi na utetezi wa demokrasia kupitia chama chake cha ODM na harakati za kisiasa zilizodumu kwa zaidi ya miongo mitatu. Raila alibeba matumaini ya mamilioni ya Wakenya waliotamani mabadiliko, haki na usawa. Katika maisha yake ya kisiasa, Odinga aligombea urais mara kadhaa, na licha ya kutotangazwa mshindi, alibaki kuwa mchezaji mkuu wa siasa za kitaifa na aliheshimiwa kote ndani na nje ya nchi kwa msimamo wake wa kuhimiza maridhiano na umoja wa kitaifa. Kifo chake kimetikisa taifa, huku viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya taifa wakituma salamu za rambirambi kwa familia yake, wakimtaja kama kiongozi shupavu na aliacha alama kubwa katika siasa za taifa hilo. Mipango ya mazishi itatangazwa rasmi na serikali kwa kushirikiana na familia yake, huku taifa likiombwa kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kwa sasa Wakenya wameombwa kuwa watulivu, kuungana kwa pamoja ili kuienzi kumbukumbu ya kiongozi huyo aliacha alama kubwa sana katika mageuzi ya kisiasa pamoja na demokrasia ya taifa hilo. Ndio hali ambayo msikilizaji anajitokeza, ambapo taifa la Kenya lipo kwenye maombolezo kufuatia mauti ambao umempata kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na ndio hali alikuwa anaendelea kupokea matibabu kwenye hospitali moja nchini India akiwa kwenye uangalizi wa madaktari, na ndio hali ambayo imejitokeza namna hiyo. Raila Odinga, mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika historia ya Kenya na barani Afrika, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80 kutokana na mshtuko wa moyo. Kiongozi huyo wa zamani kiongozi huyu ambaye ni kiongozi wa upinzani amekumbwa na mauti nchini India alipokuwa akipokea matibabu.
alipokuwa akipokea matibabu. Ndio swala ambalo namna hiyo linajitokeza pote pale ulipo, ndio hali ambayo namna hiyo kufikia sasa. Wengi wanatoa rambirambi zao, msikilizaji, katika hatua hii, wakizungumza kwa mapana na marefu walivyomfahamu kiongozi huyu wa upinzani kwa yale aliyosimamia. Wengi wanatoa maoni yao tofauti, wakizungumzia maisha yake ya siasa, hivyo kauli alizosimamia. Tutapata muda wa kuweza kucheza sauti yake akiwa kwenye maisha yake, na ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji. Wengi wanatuma rambirambi zao kufuatia hatua hii ambayo ilikumba taifa la Kenya na dunia nzima, kwa sababu kiongozi huyu Raila Odinga sio tu alikuwa kiongozi kwenye taifa la Kenya, alikuwa kiongozi ambaye aliheshimika sana kwenye mataifa mengi tu, kusimama na ile demokrasia aliyokuwa nayo na uongozi wake aliyokuwa nao. Ni vitu ambavyo vilipelekea wengi sana kumtambua nje na mipaka ya Kenya. Ni vitu ambavyo vilijitokeza katika maisha yake ya wanasiasa, na ndio maana wakati huu basi taifa la Kenya lilipo sasa hivi katika hatua ya maombolezo, kwamba si kifo chake sio tu kwamba ni kwa watu wa wananchi wa Kenya pekee. Kifo chake kinakumba maeneo tofauti ya dunia, ambapo kiongozi huyo alikuwa ni kiongozi tajika sana aliyesimamia mambo, na ndio hali ambayo inajitokeza wakati huo, msikilizaji. Ana ushawishi mkubwa kwa wanaomuunga mkono na amekuwa na mchango mkubwa takriban katika kila serikali, licha yeye mara nyingi kuwa upande wa upinzani. Tupate kufahamu zaidi Raila Odinga au maarufu Baba. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945. Amekuwa katika mazingira ya siasa. Baba yake marehemu Jaramogi Oginga Odinga, ambaye alikuwa mmoja wa waliopigania uhuru wa Kenya na kuwa makamu wa kwanza wa rais wa taifa hilo, alikuwa kwenye nafasi hiyo kwa kipindi cha chini ya miaka miwili hivi. Raila Odinga pamoja na baba yake walikuwa miongoni mwa wanasiasa waliopigania kuwepo kwa siasa za vyama vingi katika miaka ya 80 na 90. Raila mwenyewe aliwahi kufungwa gerezani kwa kuhamasisha kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa. Amegombea rais mwaka 1997, 2007, 2013, 2017 na 2022, kwa ujumla mara 5, ila hajapata fursa ya kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki, na amekuwa na mchango muhimu kwa kila serikali iliyokuwa madarakani. Kabla uchaguzi wa mwaka 2002, chama cha Raila kilijiunga kwenye serikali ya rais wa awamu ya pili Daniel Arap Moi, na akawa waziri wa nishati. Mwaka 2002 akasaidia upinzani ulioongozwa na rais wa awamu ya tatu Mwai Kibaki kupata ushindi mkubwa dhidi ya Uhuru Kenyatta na chama cha KANU. Mwaka 2007 aligombea urais dhidi ya Mwai Kibaki, ambapo Kibaki alitangazwa mshindi katika uchaguzi uliokuwa na utata. Kutokana na vurugu zilizoikumba Kenya na juhudi za upatanishi, Raila Odinga akateuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya maridhiano. Mwaka 2013 na 2017 aligombea urais dhidi ya Uhuru Kenyatta. Mwaka 2018 Raila na Uhuru wakafanya makubaliano ya kihistoria maarufu handshake, kuahidi kufanya kazi pamoja, na baada ya hapo Uhuru kumuunga mkono Raila katika kuwania urais. Mwaka 2022 akashindwa kwenye uchaguzi wa urais na aliyekuwa makamu wa Uhuru Kenyatta, William Ruto. Na kama inavyosemekana katika siasa, yeye ni kama maji, ukimkosa kwenye chakula utampata kwenye mchuzi. Licha ya kuwa nje ya serikali, mchango wake bado ulionekana baada ya maandamano ya vijana maarufu Gen Z mwaka 2024, ambapo alionekana kufanya tena handshake na serikali ya Ruto, hatua iliyofanya baadhi ya viongozi wa upinzani kujumuishwa kwenye baraza la mawaziri. Ndio hali ambayo ni matangazo ambayo tunayakuletea speciali kutokana na kifo cha kiongozi wa ODM Raila Odinga, ambapo umauti umempata India akiwa kwenye uangalizi wa madaktari alipokuwa anapokea matibabu. Nasemekana ni ule mshtuko wa moyo ndio umesababisha umauti kumkumba asubuhi ya leo. Na hilo basi, msikilizaji, idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa
inasema pole ama inatuma makiwa kwa familia na wafuasi wa Raila Odinga ambao wako kote kote duniani, sio ndani ya Kenya peke yake, wako kote kote duniani. Na ndio maana habari hizi zimeweza kuja na mshtuko mkubwa sana kwa wengi ambao walitarajia rejee, kwa sababu chama cha ODM kilikuwa na mpango wa kuweza kusherehekea miaka ya kadhaa 20 ya ustahimilivu wake katika siasa za Kenya. Katika siasa za nchi hiyo ana ushawishi mkubwa kwa wanaomuunga mkono na amekuwa na mchango mkubwa takriban katika kila serikali, licha ya yeye mara nyingi kuwa upande wa upinzani. Tupate kumfahamu zaidi Raila Odinga au maarufu Baba. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 mwaka 1945. Amekuwa katika mazingira ya siasa. Baba yake marehemu Jaramogi Oginga Odinga, ambaye alikuwa mmoja waliopigania uhuru wa Kenya na kuwa makamu wa kwanza wa rais wa taifa hilo, alikuwa kwenye nafasi hiyo kwa kipindi cha chini ya miaka miwili hivi. Raila Odinga pamoja na baba yake walikuwa miongoni mwa wanasiasa waliopigania kuwepo kwa siasa za vyama vingi katika miaka ya 80 na 90. Raila mwenyewe aliwahi kufungwa gerezani kwa kuhamasisha kuwepo kwa vyama vingi vya kisiasa. Amegombea urais mwaka 1997, 2007, 2013, 2017 na 2022, kwa ujumla mara 5, ila hajapata fursa ya kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki, na amekuwa na mchango muhimu kwa kila serikali iliyokuwa madarakani. Kabla uchaguzi wa mwaka 2002, chama cha Raila kilijiunga kwenye serikali ya rais wa awamu ya pili Daniel Arap Moi na akawa waziri wa nishati. Mwaka 2002 akasaidia upinzani ulioongozwa na rais wa awamu ya tatu Mwai Kibaki kupata ushindi mkubwa dhidi ya Uhuru Kenyatta na chama cha KANU. Mwaka 2007 aligombea urais dhidi ya Mwai Kibaki, ambapo Kibaki alitangazwa mshindi katika uchaguzi uliokuwa na utata. Kutokana na vurugu zilizoikumba Kenya na juhudi za upatanishi, Raila Odinga akateuliwa kuwa waziri mkuu katika serikali ya maridhiano. Mwaka 2013 na 2017 aligombea urais dhidi ya Uhuru Kenyatta. Mwaka 2018 Raila na Uhuru wakafanya makubaliano ya kihistoria maarufu handshake, kuahidi kufanya kazi pamoja, na baada ya hapo Uhuru kumuunga mkono Raila katika kuwania urais. Mwaka 2022 akashindwa kwenye uchaguzi wa urais na aliyekuwa makamu wa Uhuru Kenyatta, William Ruto. Na kama inavyosemekana katika siasa, yeye ni kama maji, ukimkosa kwenye chakula utampata kwenye mchuzi. Licha ya kuwa nje ya serikali, mchango wake bado ulionekana baada ya maandamano ya vijana maarufu Gen Z mwaka 2024, ambapo alionekana kufanya tena handshake na serikali ya Ruto, hatua iliyofanya baadhi ya viongozi wa upinzani kujumuishwa kwenye baraza la mawaziri. Ndiyo hali ambayo inajitokeza, msikilizaji. Alikuwa ni mwanasiasa shupavu aliyekuwa na mwenendo wa kipekee. Taifa la Kenya litamkosa sana kwenye siasa za nchi na vile vile katika ulingo wa dunia, kwa sababu alikuwa ni baba kweli. Kuna vitu alivyovisimamia. Pumzika na amani, baba Raila Amolo Odinga, ambapo ndio hali ambayo namna hii inajitokeza, msikilizaji, kwenye hatua hii tunapo tafakari kuhusu maisha yake, alichokisimamia, yapi ambayo alijitokeza alipokuwa katika mstari wa mbele wa uongozi, ambapo wengi tu ambao wametoa maoni yao wakati huo, ambapo narambia kutuma rambirambi zao ni kwamba Spika Wetangula airisha kikao cha bunge cha asubuhi, akiahidi kutoa tangazo ambapo muhimu hivi leo, ambapo ilikuwa ni tangazo hili ambalo limefika kwamba ambapo Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula airisha kikao cha asubuhi cha bunge la kitaifa cha Jumatano Oktoba 15 mwaka huu. Kwenye hotuba fupi alipoongoza kikao cha asubuhi cha bunge hilo saa 3:59, Bwana Wetangula alitangaza kuwa bunge hilo itafanya kikao baadaye saa 8:30 alasiri ya leo, ambapo atatoa tangazo muhimu
Na tangazo lenyewe ndio hilo msikilizaji. Spika huyo amesema hayo baada ya uvumi kutanda nchini aswa mitandaoni kuanzia alfajiri Jumatano kwamba waziri mkuu wa zamani bwana Raila Odinga amefariki dunia nchini India ambako alikuwa ameelekezwa kupokea matibabu, ambapo tangazo ni hilo ambalo alikuwa anasema atalitoa baadaye. Na mengi tu yamezungumzwa msikilizaji. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga afariki dunia Jumatano asubuhi huko Gondantukulam wilayani katika eneo lile la Ernakulam nchini India baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati anafanya matembezi yake ya kila asubuhi. Kulingana na polisi na viongozi wa hospitali, Odinga mwenye umri wa miaka 80 alikuwa katika wakati wa matembezi ya asubuhi ndani ya uwanja wa kituo cha tiba ya Ayurveda, na alikimbizwa hospitali ya macho ya Sridharam Ayurvedic na kituo cha utafiti huko Kodatukulam ambako walitangazwa kuwa amefariki dunia. Msemaji wa hospitali hiyo amesema Odinga alikuwa amewasili katika eneo hilo la Kodatukulam siku 6 zilizopita akiambatana na binti yake na wanafamilia wa karibu. Alikuwa akifuata mpangilio wa matembezi ya asubuhi na vikao vya matibabu hospitalini. Mwili wake umehifadhiwa kwa sasa katika hospitali ya Deva Madha kule India, polisi wamesema. Msemaji huyo amesema kuwa Odinga na familia yake walikuwa wakitembea hospitalini katika hospitali hiyo ambayo awali ilikuwa imemsaidia binti yake kupata tena uwezo wa kuona. Afisa wa polisi amesema kuwa taarifa kuhusu kifo cha Odinga ziliwasilishwa kwa ofisi ya kanda ya usajili wa wageni FRRO kwa taratibu mwafaka za kisheria. Kifo chake kimejiri siku chache baada ya kaka yake ambaye ni Daktari Oburu Oginga msikilizaji kudhibitisha kuwa ndugu yake mdogo Odinga alikuwa mgonjwa alikuwa anaugua kwa muda, lakini alikuwa akiendelea kupata nafuu nchini India. Kauli yake ilijiri siku chache baada ya uvumi na taarifa zinazokinzana kusambaa kuhusu hali ya kiafya ya kiongozi wa chama cha ODM. Akizungumza na wanahabari wiki jana akiwa Ugunja na pia kwenye kipindi cha asubuhi katika redio ya lugha ya mama, redio na Mlolwe, Daktari Oginga alieleza kuwa ugonjwa huo haukuwa wa kutishia maisha. Hata hivyo kauli yake imekinzana na ile ya mke wa Raila, Mama Aida Odinga, ambaye hivi majuzi alikanusha madai kuwa mumewe ni mgonjwa, akieleza kuwa alichukua likizo fupi kutoka siasa. Aida, msemaji wa Raila Dennis Onyango na timu yake walikuwa tayari wamekanusha madai hayo, wakisema ni propaganda za kisiasa zilizoenezwa na wapinzani. Ingawa bwana Odinga kwa kawaida huwa wazi kuhusu hali yake ya afya, Daktari Oginga alisema hakuwa lazima Raila aarifu umma kila mara kuhusu hali yake kwa kuwa yeye si raisa. Ambapo ndio hali ambayo msikilizaji ambayo imeweza kutokea kufuatia na safari kuelekea matamshi ambayo yamejitokeza na yale ambayo yamejitokeza siku ya leo. Ndio hali ambayo namna kufikia sasa idhaa hii ya Radio Fortune Africa imeweza kupokea, na ndio hali ambayo namna hiyo Kenya inaomboleza, ambapo ni tanzia ambapo pumzika na amani baba Raila Amolo Odinga. Tutaweza kuelezea mengi kwenye taarifa zetu za baadaye. Taifa la Kenya na Afrika kwa jumla imeingia katika kipindi cha majonzi makubwa kufuatia kifo chake aliyekuwa waziri wa zamani wa Kenya na kiongozi wa upinzani wa muda mrefu Raila Amolo Odinga. Kulingana na taarifa iliyotolewa na familia yake na viongozi mbalimbali wa nchi hiyo ni kwamba Odinga amefariki katika hospitali moja kule Kochi nchini India, na chanzo cha kifo chake kinasemekana kuwa ni mshtuko wa moyo uliompata akiwa chini ya uangalizi wa madaktari. Raila Odinga alikuwa kiongozi mashuhuri aliyejitokeza katika ulingo wa siasa kama sauti ya mageuzi na utetezi wa demokrasia kupitia chama chake cha ODM na harakati za kisiasa zilizodumu kwa zaidi ya miongo mitatu. Raila alibeba matumaini ya mamilioni ya Wakenya
waliotamani mabadiliko, haki na usawa. Katika maisha yake ya kisiasa, Odinga aligombea urais mara kadhaa, na licha ya kutotangazwa mshindi, alibaki kuwa mchezaji mkuu wa siasa za kitaifa na aliheshimiwa kote ndani na nje ya nchi kwa msimamo wake wa kuhimiza maridhiano na umoja wa kitaifa. Kifo chake kimetikisa taifa, huku viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya taifa wakituma salamu za rambirambi kwa familia yake, wakimtaja kama kiongozi shupavu na aliacha alama kubwa katika siasa za taifa hilo. Mipango ya mazishi itatangazwa rasmi na serikali kwa kushirikiana na familia yake, huku taifa likiombwa kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kwa sasa Wakenya wameombwa kuwa watulivu, kuungana kwa pamoja ili kuienzi kumbukumbu ya kiongozi huyo aliacha alama kubwa sana katika mageuzi ya kisiasa pamoja na demokrasia ya taifa hilo. Ndio hali ambayo inajitokeza, msikilizaji, wakati huu basi unapo ya tafakari haya yote. Tunajiandaa kuelekea kwenye taarifa yetu ya habari mchana huu, ambapo ni Afrika Leo mchana, ambapo tutakujuza mengi kutokana na haya ambayo yamejitokeza, ambapo taifa limeamka na mshtuko kwamba kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga umauti umemfika, na ndio namna hiyo amefariki dunia, ameaga dunia. Na tunaungana na Wakenya na viongozi wengine na wa dunia nzima waliomfahamu Raila Amolo Odinga kusema kwamba makiwa kwa familia na pumzika kwa amani baba mzee Raila Amolo Odinga.